Na mtazamaji, kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta nchini kumepandisha pakubwa gharama ya maisha na kuzidi kulemaza maisha ya Wakenya zaidi. Na wengi wanasema kuwa mapato yao hayalingani kabisa na bidii na muda mrefu wanaolazimika kuwa kazini, kwa wafanyabiashara kupanda kwa bidhaa kukiwalazimu wengine hata kufunga. Na mwanahabari wetu Safin Achieng Ouma anachora picha ya taswira ya Wakenya kutokana na athari za kupanda kwa bei ya mafuta. Idadi kubwa ya wanaoishi katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga jijini Nairobi ni watu wenye mapato duni. Hapa usipojituma hutakula mwisho wa siku. Hali imeendelea kuwa ngumu kwa wakazi hapa, gharama ya maisha ikiwalemea kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Katika kibanda hiki almaarufu Mali ya Mungu tunakutana na mmiliki Jane Musyoki. Anatia bidii ya mchwa kukanda chapati akijitayarisha kwa wateja wake. Biashara anasema haijakuwa rahisi. Mafuta imepanda sana. Hata kwa kupika chapo hatupati faida. Ulikuanga unafika mifuko 2 unapata kama almost 200 upate kitu. Sasa hii unapata 100 ama 120 hapo. Mama huyu wa watoto 5 ametegemea biashara hii kwa zaidi ya miaka 15. Kadri bei za bidhaa zinavyoendelea kupanda ndivyo faida yake inavyopungua, na anahofu kwamba huenda akafunga biashara. Nilikuwa napika kama mifuko 5, saa hii napika 2 nauza hadi usiku. Saa hii hakuna wateja. Watu wameacha kukula juu hakuna pesa. Mimi niamka asubuhi sijakula kitu. Sasa nikula hii nitakula kesho. Hii ni si pesa mingi, ni 40. Sasa ni kuweka nini kidesign. Mzigo wa uchumi umewalemea Wakenya wengi. Jacqueline Mwende ananionyesha biashara yake ya vibanzi aliyoifunga alipolemewa kumudu bei ya viazi na hata mafuta ya kupikia. Mama huyu wa watoto 3 anaishi maisha ya uchochole kutoka kwa kodi, chakula na karo. Bajeti yake ya mwezi imegeuka kuwa kitendawili asichoweza kutegua. Singine tunafungiwa, tunasukuma tu hivi hivi. Singine tunapata ya kukula. Hatukuwa tunakosa huko nyuma, lakini saa hii kumekauka sana kununua kila kitu. Unaona, kama hujafanya shopping, mbeleni tulikuwa tunafanya shopping. Lakini hizi miezi 3 mambo ya mafuta imesumbua. Sasa kufanya shopping inakuwa ngumu kwa nyumba. Jane na Jacqueline wanatupa taswira ya maelfu ya Wakenya ambao wanazama kwa mawimbi ya gharama ya juu ya maisha. Kuweka maushuru mingi sana kwa kila jambo sio kusaidia nchi ya Kenya. Hata mahali mtu alikuwa analipa nyumba maybe 3,000 4,000, sasa hii nyumba imeongezeka. So watu wengi mtu anaangalia ID mali nasoma kama ni kuisero moja kwa moja mpaka kuisero. Safin Achieng Ouma, Runinga ya Citizen.